Kwanza namshukuru Mungu wa haki kwa maamuzi yote mawili yaliyofanyika hapa Babati Manyara. Uamuzi wa tarehe 28 mwezi wa 8 uliofanywa na Jaji Kamuzora Devota, ambaye yeye alifanya maamuzi makubwa mawili katika maombi yetu ya awali ya kufungua kesi ya mapitio ya kimahakama kwa maana judicial review. Na kwanza alitukubalia kwamba tuna haki ya kufungua maombi ya mapitio ya kimahakama kwa maana judicial review, na tukapewa siku 14 kufungua hayo maombi ya kupinga uamuzi wa msajili. Kwa huo ni uamuzi wa kwanza kubwa uliofanyika tarehe 28 mwezi wa 8. La pili, akatukubalia vile vile ombi letu la zuio la muda, temporary injunction, kwa uamuzi wa msajili wa tarehe 27 mwezi wa 5 wa kutotambua uthibitishaji wa uteuzi uliofanywa na Baraza Kuu la tarehe 22 mwezi Januari mwaka 2025 wa kumthibitisha katibu mkuu, manaibu katibu wakuu bara na Zanzibar pamoja na wajumbe wa kamati kuu wa kuteuliwa. Kwa hiyo jaji akaweka zuio la muda dhidi ya utekelezaji wa huo uamuzi wa msajili, ambao vile vile uliambatana na msajili kusitisha kuleta ruzuku kwa Chadema. Kwa jaji akausimamisha huo uamuzi. Na uamuzi sasa wa leo, baada ya kuwa tumefungua kesi ya msingi, sasa tumewasilisha maombi ya mapitio ya kimahakama tarehe 10 mwezi Septemba. Leo sasa, kama ambavyo nilishaeleza kwa muhtasari kwamba ilikuwa tuanze kusikiliza, lakini upande wa serikali umekata rufaa, lakini ukatuwekea mapingamizi. Kwa uamuzi wa jaji wa leo vile vile, Jaji Nenelwa kuamua kwamba hajakubaliana na upande wa serikali wa kuondoa maombi yetu mahakamani, bali amekubaliana na hoja za upande wa mawakili wetu wa kuahirisha ili shauri mpaka hilo jambo lililoko mahakama ya rufaa litakapomalizika au atakafuta notice. Huu uamuzi nao ni uamuzi wa kumshukuru Mungu na wa kupongezwa. Na nitumie fursa hii vile vile kushukuru jopo letu la mawakili wakiongozwa na wakili Mpale Mpoki, ambaye leo tumempongeza kwa kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Imekuwa kama zawadi kwake siku ya leo, ndio alikuwa kiongozi wa jopo. Lakini nimshukuru vile vile wakili Tadei Lista, wakili mwenyeji. Tumshukuru vile vile wakili Samuel Welwel, ambaye vile ni mwenyeji na ni mwenyekiti wa kanda ya kaskazini. Tumshukuru vile vile wakili Nyaronyo Kicheere, ambaye yeye alianza kuanzia mwanzo shauri hili, lakini kwa sasa leo hayupo kwa sababu ya udhuru wa kufiwa. Na tushukuru jopo lote la mawakili wa chama likiongozwa na mwanasheria mkuu Rugemeleza Nshala kwa haya mapambano mpaka hatua hii tuliofikia. Ili ya uamuzi huu ni nini? La kwanza, tafsiri ya uamuzi huu ni kuwa yale maamuzi ya msajili ya tarehe 27 mwezi wa 5 ya kutomtambua katibu mkuu, manaibu wake na wajumbe wa kamati kuu na kuacha kuipa Chadema ruzuku yataendelea kutekelezwa, yataendelea kutokuwa halali, yataendelea kufanyiwa kazi mpaka rufaa itakaposikilizwa au watakapoondoa notisi yao ya rufaa na kesi ikaja kusikilizwa hapa na mpaka shauri litakapomalizika. Kwa mwito wangu kwa taasisi zote na wadau wote ambao msajili wa vyama vya siasa aliwapotosha kwa tamko lake kwa umma la tarehe 27 mwezi Mei mwaka 2025 la kutotambua katibu mkuu, manaibu wake, wajumbe wa kamati kuu na kusitisha ruzuku ya Chadema, wadau wote wapuuze tangazo hilo la msajili na wamtambue katibu mkuu, manaibu, wajumbe wa kamati kuu na mambo yaliyofanyika kwenye Baraza Kuu tarehe 22 mwezi Januari mwaka 2025. Tafsiri ya pili ya uamuzi huu ni kwamba msajili wa vyama vya siasa toka tarehe 28 mwezi wa 8 mahakama hapa ilipofanya uamuzi Manyara, alipaswa awe ameingiza ruzuku aliyoizuia muda wote huo toka mwezi Juni
mwaka 2025 kwenye akaunti za chama. Sasa sisi baada ya uamuzi huu wa mahakama hapa Manyara wa tarehe 28 mwezi wa 8, kupitia kwa mkurugenzi wetu wa fedha na uchumi, tulimwandikia barua msajili wa vyama vya siasa, tukamweleza juu ya uamuzi wa mahakama, tukaambatanisha na uamuzi wa mahakama ambao tulipewa nakala tarehe 29 mwezi Agosti. Tukamweleza msajili aingize ruzuku kwenye akaunti ya Chadema. Msajili wa vyama vya siasa siku chache zilizopita ametujibu kwa barua akikataa kuingiza ruzuku au akiacha kuingiza ruzuku kwa kutoa visingizio viwili. Kisingizio cha kwanza ambacho msajili amekitoa kwa barua yake aliyomwandikia makamu mwenyekiti John Heche, badala ya kuiandika kwa katibu mkuu, ametoa visingizio viwili. Kisingizio cha kwanza amesema kwamba kwa sababu kuna notice ya kukata rufaa waliwasilisha mahakama ya rufaa dhidi ya uamuzi uliofanyika tarehe 28 mwezi wa 8 Manyara. Kimsingi ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ambayo inaongozwa na jaji wa mahakama kuu, Jaji Mutungi, ile barua kama imeandikwa kwa baraka zake, manake barua imesainiwa na afisa mmoja katika ofisi yake anaitwa Sisti Nyahoza. Ni aibu kwa Jaji Mutungi na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kutokuheshimu amri za mahakama, kutokuheshimu utawala wa sheria. Wao kuandika kusudio la kukata rufaa, notice, hakubatilishi maamuzi ya mahakama yaliyofanyika tarehe 28 mwezi wa 8 hapa Manyara. Kwa kupitia mkutano huu, kupitia mazungumzo haya, tunamtaka msajili wa vyama vya siasa asikilize kauli ya jaji mkuu aliyoitoa karibuni ya kutaka watu wote, taasisi zote ziheshimu utawala wa sheria, ziheshimu hukumu za mahakama, atekeleze hukumu ya mahakama. Msajili ametoa kisingizio cha pili katika barua yake kwamba hawezi kuingiza ruzuku eti kwa sababu chama cha Chadema kimewekewa zuio lingine la kimahakama kupitia kesi iliyofunguliwa Dar es Salaam na Said Issa na wenzake, kesi ambayo chama kimeshtakiwa, bodi ya wadhamini na katibu mkuu. Kwa kutokana na ile zuio la tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025, anadai eti sasa hawezi kupeleka ruzuku. Hiki nacho ni kisingizio cha uongo, kwa sababu zuio lile dhidi ya bodi ya wadhamini na dhidi ya katibu mkuu wa chama linahusu kutumia mali na rasilimali za chama kufanya shughuli za kisiasa. Lakini mahakama hiyo hiyo Dar es Salaam katika maamuzi iliyotoa mara mbili, mara ya kwanza tarehe 18 mwezi wa 8 tulipoweka mapingamizi mbalimbali, mara ya pili mahakama kupitia kwa Jaji Mwanga imetoa uamuzi mwingine tarehe 29 mwezi wa 9, siku chache zilizopita. Maamuzi yote hayo mahakama inasema kwamba kuwepo kwa zuio la mahakama hakuizuii bodi ya wadhamini kuendelea na wajibu wake wa kisheria kwa mujibu wa katiba ya chama, kumiliki, kulinda na kusimamia rasilimali za chama, kuendesha akaunti za chama. Kwa malengo hayo tunahitaji rasilimali zetu, mali zetu ambazo ni ruzuku ziko ndani ya ofisi ya msajili, ziingizwe katika akaunti ya chama, ziendelee kulindwa na bodi ya wadhamini. Ni katika muktadha wa uamuzi huo huo, mahakama hiyo hiyo pamoja na kuwa kuna zuio, imetoa nafasi kwa katibu mkuu kuingia ofisini kufanya majukumu yale ya nyaraka walizoomba mahakamani katika muda huo tuliopewa. Kwa hiki ni kisingizio kwa kweli cha kijinga na kinyume cha utawala wa sheria. Ninachokiona mimi kwa uzoefu wangu wa kuwa bungeni, uzoefu wangu wa kuwa kwenye chama, ofisi ya msajili iko chini ya ofisi ya waziri mkuu. Inapoletewa pesa za ruzuku, inaziingiza kwa vyama zikipitia ofisi ya msajili. Kwa kawaida, miaka ya fedha ikipita, yani financial year ikiisha mwisho wa mwezi Juni, ofisi ya msajili inawajibika kisheria kurudisha fedha kwa ofisi ya Wizara ya Fedha. Lakini kwa uzoefu wa nyuma, ofisi ya msajili imekuwa ikichenga kupeleka fedha
kwenye baadhi ya vyama vya upinzani, na hizo pesa zinazobaki ofisi ya msajili zinaliwa na wajanja. Sisi hatuko tayari pesa za Chadema ziibwe na msajili na kikundi kingine cha watu, na tunamtaka waziri mkuu ambaye ofisi ya msajili wa vyama iko chini yake, na yeye kwa hatua yake aingilie kati. Na wakati tunasubiri kauli ya waziri mkuu, kauli ya msajili na vyombo vya habari, mwatafute watoe kauli. Sisi kama chama vile vile tunashauriana na mawakili wetu kuona hatua za ziada ambazo tunaweza kuchukua dhidi ya msajili. Nashukuru huu uamuzi wa hapa Manyara wa leo, kwa sababu tulisema awali, baada ya sisi kuanza mkakati wa no reform no election, kuna njia nyingi sana zinatumiwa na watawala kudhibiti no reform no election. Kesi mbalimbali ambazo zimefunguliwa. Uamuzi wa msajili kutomtambua katibu mkuu, manaibu katibu wakuu na kamati kuu na secretariat, kimsingi ulilenga kukifanya chama kikose chombo cha kiutendaji cha kiuendeshaji katika mapambano ya no reform no election. Mpaka katika hatua ya sasa, pamoja na vizingiti vyote tulivyopita, rai yangu kwa wanachadema, tuendelee na mapambano ya no reforms no election mpaka kieleweke. No reforms no election. No reforms no election. No reforms no election. Sasa nitumie fursa hii nikimalizia kuwashukuru sana wananchi wa Tanzania kwa kweli, kwa sababu kwa katiba ya nchi yetu pamoja na ubovu wake, ibara ya 8 ya katiba inasema madaraka na mamlaka ni ya wananchi. Lengo la serikali ni ustawi wa wananchi. Serikali itawajibika kwa wananchi. Hiyo ni ibara ya 8. Na ibara ya 21 inasema kwamba wananchi wana haki ya kushiriki kwenye maamuzi ya nchi yao, ama moja kwa moja au kupitia wawakilishi wao wakiwachagua kwa kura. Mimi niwapongeze wananchi wa Tanzania. Kwa sasa nikisoma kwenye mitandao, nikiangalia kwenye makundi sogozi, ninachokiona mimi ni mapambano ya wananchi katika maeneo mbalimbali, kila mmoja kwa lugha yake na kwa namna yake ambayo ni ya kwenu nyinyi ndio wenyeji. Kesi sasa hivi imeahirishwa bila kusemwa itakuja lini, lakini Mungu jalia tutarudi tena hapa, mjiandae tukija tena hapa mahakamani, lakini msimamo ni ule ule: no reforms no election. No reforms no election. No reforms no election.